성도 여러분, Kwa wote wapya na waliorejea, swali langu kwenu ni, unadhani ni kwa nini Mungu alimuumba mwanadamu? Je, unaamini kwamba kila mtu anayehudhuria kanisa ataingia mbinguni? Unaweza kufanya nini ili kuingia katika ufalme wa mbinguni? Wacha tutazame ndani ya Biblia pekee ili kupata majibu ya maswali haya. Mwanzo 1:28. Mungu akawabariki na akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Katika Biblia, Yesu alitumia mifano mbalimbali kueleza mapenzi na mipango ya Mungu. Mathayo 13:34 inaeleza, hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala hakuwaambia lolote pasipo mfano. Yesu aliwafundisha watu kupitia mifano ya kidunia kwa kuwa hawakuweza kuelewa mambo ya kiroho. Mifano mingi ya Yesu inahusiana na ukulima, kama vile mfano wa mpanzi, mbegu ya hadarani, ngano na magugu, wafanyikazi wa shamba la mzabibu na msimamizi asiye mwaminifu. Kama vile mkulima hufyeka ardhi kupanda mbegu na kutunza mazao na kuvuna matunda, Mungu pia analima wanadamu duniani. Wakati wa mavuno unapokaribia, ngano hukusanywa mbinguni. Yohana 1:1 inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hii inamaanisha Mungu alikuwa peke yake katika ulimwengu kabla ya mwanzo wa wakati. Wakati ulipozidi kupita, Mungu alitamani watu ambao angeweza kushirikiana nao na kushiriki upendo wa kweli. Akiwa na uungu na ubinadamu, Mungu alitaka kushiriki yote badala ya kujihifadhia mwenyewe. Kwa kuwa na tamaa hii moyoni, Mungu alipanga ukuzaji wa wanadamu. Kwanza Mungu aligawanya ulimwengu kimuujiza kabla ya kuwepo kwa Mungu utatu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kila mmoja alikuwa na jukumu muhimu. Mungu Baba kama mkurugenzi wa kilimo cha mwanadamu, Yesu Mwana kama Mwokozi na Roho kama msaidizi wa kufanikisha wokovu kamili. Kwa wakati mwafaka kabisa, Mungu utatu waliumba mbingu na dunia kabla ya kuumba wanadamu. Tangu dhambi ya mwanadamu wa kwanza Adam, Mungu ameendelea kuongoza safari ya wanadamu, akisimamia historia na kutawala maisha na kifo pamoja na bahati nzuri na mbaya. Kusudi ikiwa ni kupata watoto wa kweli ambao wanaweza kuelewa moyo wa Mungu na kumpenda kwa mioyo yao yote. Fikiria kuna familia ya watu wanne. Mtoto mkubwa daima hutii na kamwe haonyeshi maovu au hisia za kibinafsi. Mtoto mdogo zaidi wakati mwingine husumbua wazazi, lakini hutubu na kushikamana nao kwa upendo na kuonyesha hisia pia. Ni nani kati ya hao wawili ungejisikia upendo zaidi kwake? Je, kama familia ingekuwa na roboti inayofanya kila kitu kama kupika na kusafisha, je, roboti ingekuwa ya kupendwa zaidi kuliko watoto wa kweli? Roboti haiwezi kuchukua nafasi ya watoto hata kwa faida zao kubwa. Kuna malaika wengi watiifu na majeshi wa mbinguni huko mbinguni. Lakini Mungu alitamani watoto ambao wangetii kwa furaha, ufahamu, hisia na hiari yao. Hii ndio sababu Mungu alimuumba mwanadamu akiwa na hiari na kutukabidhi neno. Mungu anaendelea kugojea watoto wa kweli wajitokeze. Kilimo kinajumuisha kazi ngumu ya mkulima kupanda mbegu na kuzilea hadi kutoa matunda. Mungu pia alipanda mbegu za kwanza, Adam na Hawa, ili kupata watoto wa kweli kupitia kazi ya kukuza wanadamu. Mwanadamu aliyeumbwa kutokana na mavumbi ya ardhi wanaweza kuwa watoto wa kweli wa Mungu pindi mioyo yetu itakapolimwa
kwa ukweli. Mwanzo 6:5-6 inatuambia kwamba Bwana akaona jinsi uovu wa mwanadamu ulivyokuwa mkubwa duniani, na ya kuwa kila mwelekeo na mawazo na moyo wake wakati wote ulikuwa mbaya tu. Bwana akasikitika kwamba alimuumba mwanadamu duniani, moyo wa Mungu ukajaa masikitiko. Je, Mungu hakujua kuwa wanadamu angekuwa muovu na kufanya dhambi? Mungu anajua yote na aliona yote kabla ya mwanzo wa wakati. Sababu ya Mungu kuumba na kukuza wanadamu inaweza kueleweka kwa urahisi kutokana kwa mtazamo wa wazazi. Ni changamoto kiasi gani kuzaa na kulea mtoto? Miezi 9 ya ujauzito na kisha kujifungua kunaweza kusababisha juhudi kubwa na maumivu kimwili na kihisia. Kumlea mtoto pia kunahitaji kujitolea sana na changamoto mchana na usiku. Wazazi huamua kupata watoto kwa sababu wanatamani kushiriki upendo wa kweli nao. Wazazi watasikiaje vizuri watoto wao wakiwaheshimu, kuwatumikia na kuonyesha upendo wa dhati? Mungu aliamini kuwa watoto wa kweli wangetokea ambao angeweza kushiriki nao upendo wa milele. Na kwa hiari alikuza mwanadamu, hata ingawa alijua kwamba watu wangeonyesha kutotii, ufisadi na machafuko. Wakulima hufanya kazi kwa bidii kulima ardhi, kupanda mbegu na kulima kwa kuamini mazao mengi yatavunwa wakati wa mavuno. Hata hivyo, kuna makapi yaliyochanganyika na nafaka wakati wa mavuno. Wakulima hukusanya ngano ghalani katika kuchoma makapi kwa moto. Vivyo hivyo, Mungu hutenganisha makapi na ngano mwishoni mwa ukuzaji wa mwanadamu. Mathayo 3:12 na rekodi, pepeto lake liko mkononi mwake, naye atasafisha sakafu yake ya kupuria, na kuikusanya ngano ghalani na kuteketeza makapi kwa moto usiozimika. Siku ya hukumu, Mungu atawakusanya waumini kama ngano kule mbinguni, lakini atawatupa watu walio kama makapi kwenye moto usiozimika wa jehanamu. Ngano inaashiria wale wanaompokea Yesu Kristo, wanaoishi katika ukweli, kumpenda Mungu na kupokea upendo wa Mungu. Wao ni watoto wa nuru ambao wamerudisha mfano uliopotea wa Mungu na wanatii neno. Makapi yanarejelea wale ambao hawampokei Yesu Kristo au wanaonyesha imani yao kwa ahadi za bure, wanaoishi kwa tamaa za kidunia na zenye dhambi badala ya neno. Kwa nini Mungu wa upendo akatupa makapi kwenye moto usiozimika wa jehanamu? Timotheo wa kwanza 2:4 inatuambia kwamba Mungu anataka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Mungu anataka kila mtu aokolewe na anaonyesha upendo wake kwa njia nyingi ili kutuongoza kwenye njia ya wokovu. Hata hivyo, kuna watu ambao wanaendelea kufanya kinyume na mapenzi ya Mungu na kuvunja sheria kwa hiari yao wenyewe. Kama ilivyoandikwa katika Mhubiri 3:18, wao ni kama wanyama mbele za Mungu na ni wa kundi la makapi, wakiwa wamepoteza dhamani yao kama wanadamu. Ni mara ngapi tunaona watu wakifanya matendo maovu kupita kiasi na kusema kwamba wao ni wabaya zaidi kuliko wanyama? Lakini wanadamu wana roho ya milele na nafsi ambayo haiwezi kuzimika kabisa, tofauti na wanyama wasio na roho. Wala hawawezi kuingia mbinguni pamoja na waumini waliokuwa kama ngano. Hii ndiyo maana Mungu hakuwa na budi ili kutenganisha jehanamu na mbingu. Ni kama mkulima ambaye hakusanyi makapi kwenye ghala pamoja na ngano. Watu walio kama makapi ambao wamejaa dhambi wangeruhusiwa kuingia mbinguni pamoja na ngano. Basi ufalme wa mbinguni ungechafuliwa milele na dhambi na uovu. Kuundwa kwa jehanamu kunatokana na upendo wa Mungu. Kama vile kupanda na kuvuna kunavyoendelea mwaka mzima kwa wakulima, Mungu pia haachi kukuza wanadamu. Mungu alifichua moyo wake na mapenzi yake kupitia Biblia.
akiwaruhusu mababu wa imani kueneza upendo wake, kama Nuhu, Ibrahimu, Musa, Eliya, Petro na Paulo. Hata leo Mungu anaendelea kukuza wanadamu. Na anasisitiza hitaji la kukaa macho na makini. Kama vile kila kitu duniani kina mwanzo na mwisho, vivyo hivyo kilimo cha Mungu cha wanadamu. Ufunuo 22:13 inafafanua, mimi ni Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho, mwanzo na mwisho. Mungu atakamilisha ukuzaji wa mwanadamu kwa wakati mwafaka. Mungu alipumzika siku ya 7 baada ya kuumba mbingu na nchi. Mara ukuzaji wa mwanadamu utakapokamilika, Mungu atahukumu kila mtu kwenda mbinguni au jehanamu. Waumini waliokuwa kama ngano watapata thawabu mbinguni kulingana na matendo yao duniani, na kuingia katika makao ya mbinguni kulingana na kiwango chao cha imani. Watu walio kama makapi watateseka milele jehanamu. Kwa watazamaji wetu wote, natumai mtagundua mpango wa Mungu wa ukuzaji wa Mungu, na mtokezee kuwa waumini kama ngano wanaostahili uzima wa milele katika mbingu iliyo nzuri. Wacha niwaombee. Baba wa mbinguni, hukutukuza ili kututuma jehanamu, bali ulituumba na bado unatukuza ili tuweze kudumu katika furaha ya kweli mbinguni. Baba, tusaidie kutambua kwa kina upendo wako mkuu, na tuweze kutokezea kama watoto wa nuru. Tugeuzwe kwa utukufu, wema na ukweli. Tuongoze kuwa watoto wa kweli wa Mungu. Tunashukuru Mungu. Tafadhali wape waumini wote ulinzi, na uwe nao kwa wingi wa baraka za kiroho na za kawaida. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo naomba. Amen.